Habari zenu vijana wenzangu pamoja na wamama mnaoniangalia na watu wengineo. Kwa majina naitwa Janet Kimambo na niko hapa kwenye channel yenu pendwa ya Youth Liberty and Psychological Transformation. Kama tunavyojua, siku ya leo ni siku ya wamama duniani. Na kwa maana hiyo tutawiwa kujua hii siku iliitwa vipi siku ya wamama. Kwa nini iliwekwa special kwa ajili ya wamama? Basi niko mbele yenu hapa na wamama wa rika zote ili kupata kuwapa elimu kidogo juu ya siku ya leo. Kwa maana hiyo naenda kuwatambulisha wamama kama ifuatavyo. Mimi naitwa Grace Masalakulangwa. Mimi ni mkurugenzi wa hii asasi ya Youth Liberty and Psychological Transformation. Karibuni kwenye kipindi. Mimi naitwa Dr. Maureen Tumwine na ni member wa kwenye hii NGO ya YLPT, lakini pia ni mwalimu chuo kikuu cha Kampala International University. Karibuni. Mimi naitwa Rose Ngowi, ni mama mstaafu na pia mimi ni treasurer wa hili shirika la YLPT au Youth Liberty and Transformation and Psychological Transformation. Vijana mpo, mimi naitwa Dr. Rita Njau, ni chairman wa Youth Liberty and Psychological Transformation na pia ni mstaafu wa shirika la afya duniani kama mtaalamu mbobezi wa communicable diseases. Haya, nashukuru kwa mama hao kujitambulisha kwenu ili tupate kuendelea na ambacho kimewaleta mbele yenu siku ya leo. Kabla hatujaanza yote, ni muhimu zaidi kujua mama ni nani. Wengi wetu tunaona tunalelewa na watu majumbani kwetu ambao ni wamama au mama zetu, lakini hatujui mama ni nani. Mama na umuhimu gani, au siku hii ya wamama duniani ina mchango gani na chimbuko lake ni lipi? Basi namkaribisha Madam Grace apate kutuelezea chimbuko la wamama duniani. Asante sana Janet kwa hilo swali. Mama ni nani jamani? Mama ni mlezi, mama ni mkuzi, wazungu wanaita nurturer. Mama ni yule anayekulea kwa upendo, anayekukuza, anayekuangalia, anakufuatilia. Sio tu kwamba tu kakuzaka kuweka hapa, anakufuatilia mpaka hata unakuwa mzee. Na mama sio yule ambaye eti kwa sababu amekuzaa. Kuna wamama wengine ambao hawana watoto lakini ni walezi, ni wakuzi, ni mama. Kuna mashangazi wengine wamechukua nafasi ya mama, wamelea, wamekuza. Kuna mabibi wamelea, wamekuza, ni mama katika nafasi ya mama. Kwa hiyo kwa kweli mama ni yule anayelea na kukuza kwa upendo, kwa furaha na kwa bashasha ya kuhakikisha kwamba huyu mtu anaitwa mtu, anakuwa mtu. Hii nafikiri naweza kusema kwa ufupi huyo ndiye mama. Lakini leo tuko hapa kama alivyosema kiongozi wetu hapa anayetuongoza kwenye huu mdahalo kwamba ni siku ya wamama duniani. Hivi hii siku ya wamama duniani imetoka wapi? Ilianzaje? Kusema ukweli, unaweza ukasoma hata wewe ukafuatilia, lakini wanasema kwamba hii siku ya wamama duniani ilianza huko kwenye karne ya 19 kuwa ya kimataifa. Lakini kabla ya hiyo karne ya 19 hii siku ilikuwa inaenziwa na mataifa mbalimbali. Kwa mfano wa Roma walikuwa wana miungu yao miungu jike, walikuwa wanakwenda kuisherekea, kuipa sadaka, kuienzi miungu jike. Na mungu jike wao historia inasema aliitwa Seiba. Lakini Waturuki na wenyewe walikuwa na kitu cha namna hiyo. Wagiriki ndio Waturuki walikuwa na kitu kama hicho. Walikuwa na wenyewe wanaamini na wanaipenda hiyo miungu ya kike, na wao mungu wao alikuwa anaitwa Lea huko kabla ya hiyo karne ya 19. Lakini ilipofika kwenye karne ya 19 ndipo sasa hii siku ya kimataifa ya wanawake ikawa ni siku maalum, na ilianzia kule Marekani ambapo mama mmoja anaitwa Anna Jarvis. Yeye ndiye alipenda sana kumwenzi mama yake na alihakikisha kwamba anafanya kila linalowezekana kuona
kazi ya mama ambaye amejitoa, mama ambaye ana upendo, mama ambaye amemlea, na akaona mama anavyotumia muda, mama anavyoamka usiku na kulala usiku. Akasema hapana, lazima mama apewe heshima ya pekee, apewe siku maalum ya kumwenzi huyo Anna Jarvis. Na alianza kampeni ya kuhakikisha kwamba hii siku si tu inakuwa ya kitaifa ya Marekani, lakini pia inakuwa ya kimataifa. Kwa hiyo rais wa Marekani wa wakati huo, katika ile karne ya 19, aliitangaza hii siku kwamba ni siku ya kumwenzi mama kule Marekani, na watu wakawa wanapata holiday, wanatembea, wanakwenda kutembelea mama zao, wanawapelekea zawadi maalum, wanawaenzi wa mama. Wao Waingereza wao walisherekea kwa kuwa na Jumapili maalum, au kwa upande wa Wakristo walikuwa na Jumapili maalum ya mama, ambayo hiyo siku ya Jumapili ni ya kumwenzi mama na kuongelea kuhusu mama. Na watu walisafiri kutoka sehemu mbalimbali kwenda majumbani kwao huko, kama mtu utoke Dar es Salaam uende Morogoro, uende Bukoba, uende Singida, ile tu kwamba unaenda kusali na mama, ni siku ya Jumapili ya mama. Kwa hiyo nao wakawa na staili yao ya kuwaenzi wa mama kwa staili hiyo. Lakini kwamba imekuwa ya kimataifa, ilianzia Marekani hiyo karne ya 19, na mwanzilisha alikuwa huyo anaitwa Anna Jarvis, ambaye yeye alikuwa anampelekea mama yake zawadi ya maua. Siku hizi nafikiri kuna zawadi mbalimbali, na naamini watu watatupa zawadi, si ndio jamani wa mama wenzangu? Tutapewa zawadi siku ya leo ya wamama. Unaweza ukasubiri sana. Asante sana Janet. Nashukuru sana Madam Grace kwa kutuelezea vizuri maana ya mama na chimbuko la siku hii ya leo muhimu ya mama duniani. Pia naona watu wangependa kujua, je, mama ni mtu aliyezaa tu au mama ni, yani hebu waelezee watu, utoe huo utata. Mama ni mtu aliyezaa tu au mama ni nani? Yani ni zaidi ya hiyo. Kama nilivyosema, nisema mama sio mtu aliyezaa tu. Mama ni yule mtu ambaye yeye anapenda kuona, kulea, anapenda kukuza, anapenda kunecha kwa upendo kabisa, kwa kufanya ile role ya kimama, au kufanya ule wajibu wa kimama. Unajua wajibu wa kimama, kutunza, kufuatilia, kushibisha, kulisha, yani mambo yote ambayo mama anayafanya. Huyo mtu anayeyafanya hayo anaweza kuwa hana watoto, pengine hakujaliwa neema ya kupata watoto, au anaweza akaja mahali fulani akalea watoto ambao yeye hakuwazaa, lakini anatimiza wajibu wa kimama. Au kama nilivyosema mwanzoni, anaweza kuwa ni shangazi lakini anatimiza wajibu wa kimama. Anaweza kuwa ni bibi, watu wengi sana wamelelewa na bibi zao, lakini sio mama zao, ila anafanya role ya nani? Ya mama. Kwa hiyo si kweli kwamba mama ni yule aliyezaa tu. Mama ni yule mtu ambaye anafanya wajibu wa kimama kwa upendo na kwa furaha, na kwa kuhakikisha kwamba huyu anayeitwa mtu anakuwa mtu. Asante sana Madam Grace, umetuelezea vizuri na nashukuru umeondoa utata, maana mtu mwingine anaweza akasema hapana, hichi kipindi mimi hakinihusu, mimi sio mama. Lakini ninapenda kuambia kwamba kama madam alivyotuelezea hapa, mama sio mtu aliyezaa tu. Haya, napenda kuendelea na maswali mengine ambayo nitapenda kuuliza mama zetu hapa waliojumuika na sisi siku ya leo, wapate kutujibu kwa kina ili tupate kuelewa maana halisi ya mama ni nini. Kwanza, mama kama nguzo ana wajibu gani hasa katika malezi ya familia? Mama kama nguzo ana wajibu gani hasa katika malezi ya familia? Asante sana Janet, na asante Grace uliyetangulia. Kwanza niweze kusema hivi kwamba katika familia mama ni nguzo, na tunajua nguzo ina uimara, inaweza kashika nyumba, inaweza kashika jengo lolote. Maana yake ni kwamba nguzo hiyo ina nguvu, lakini sio ina nguvu tu. Nguzo ambayo mimi nazungumzia ni uwezo wa mwanamke kustahimili mambo mengi katika maisha yake. Unakuta ya kwamba mwanamke amepewa uwezo wa kuona mbele, kuwa na vision, na pia ya kuweza kuangalia ni kitu gani atakachoweza kufanya ili kuweza kulinda familia yake.
Ni kweli mwanamume ni kiongozi wa nyumba na ni leader, lakini mwanamke ni strength yake, au tunaweza tukasema ni helper. Kwa Kiebrania wanaita Eza. Eza is a helper, lakini ni helper ambaye ana softness ndani yake. Maana unaweza kuwa na steel ukasema mbona hii steel ni ngumu, lakini it is covered with love. It is covered in a softness. That is the woman ambaye anaweza kashika nyumba yake. Asa mimi naweza nikatoa mfano wangu. Nimekuwa katika the corporate world, nimekuwa katika research, na kama nilivyotangulia kusema nimekuwa katika mashirika ya kimataifa, katika shirika la afya duniani. Nimewezaje kubalance maisha ya kwangu ya familia na maisha ya kazi? Nataka nitoe vitu vitatu au vinne ambavyo vimenisaidia mimi kuweza kubalance maisha yangu. Kwanza kuna kitu ambacho kinaitwa self awareness, kujitambua. Kujitambua kunahusika na mambo mengi. Kwanza ni jinsi ya kuweza kujitambua kwamba mimi ni nani. Kama nilivyosema ya kwamba mwanamke ni nguzo, lakini mwanamke ni very unique. Ni unique ya kwamba kwa kuwa ni natural, ana uwezo wa kuincubate kitu mpaka akahakikisha kimefika mwisho wake, hata kiachia njiani. Ni very sensitive mwanamke. Kwa hiyo nilikuwa nikipewa kazi, nilikuwa ninajua kwamba ninamtumikia nani, ya kwamba kweli nina boss, lakini ambaye ameniweka kazini ni Mungu aliyenipa ile kazi. Kwa hiyo nilikuwa na heshimu, yani ya kwamba mamlaka ambayo nimepewa katika kazi, kwanza ninamheshimu Mungu aliyenipa kazi na kumheshimu yule boss. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kwa unadhifu nikijua mimi ni nani. Halafu pili, nilikuwa nakuwa accountable. Nilikuwa najua kwamba ninawajibika kwa nani. Kwanza ninawajibika mimi mwenyewe, kuwa na staha, kuwa na integrity. Tunasema kuwa na integrity. Kwa hiyo nilikuwa sio mtu ambaye anaweza akayumbishwa na kila aina ya upepo. Nilikuwa nina mtazamo na kuwa na visionary katika maisha yangu. Kwa hiyo sikuwa na sababu ya kuyumbishwa au to be taken with every wind of doctrine. Kwa hiyo nilikuwa na msimamo, na hilo lilinisaidia sana, kwa sababu mitandao inaleta mambo mengi na hisia nyingi. Kuna feminism ya kusema kwamba sisi wanawake bwana tunaweza kama wanaume. No, we have a unique position. Katika maadili ya Kikristo tunasema kwamba Mungu anakupanda mahali, na anapokupanda mahali anataka uzae matunda, na anataka yale matunda yadumu. Kwa hiyo ni Mungu amekupanda mahali pale, na unatakiwa kutoa fruits, kutoa kitu ambacho ni matokeo. Matokeo yale yanaweza yakakuletea wewe sio sifa tu, lakini yakaleta sifa ya kwamba kumbe mwanamke inawezekana akawa mwadilifu na akaweza katoa matunda ambayo ni positive. Kisha nilikuwa nimejifunza kuhusu self management. Self management ina include self control, ina include trustworthiness, ina include adaptability. Ni namna gani ninavyoweza kujiadapt, kwamba hapa niko kazini lakini pia kule nyumbani wananihitaji. Ninapofika nyumbani ninavua ule usio, ninavua yale mamlaka ambayo nimepewa kazini, ninakuwa mama. Ninakuwa mama kwa watoto wangu. Ninakuwa tayari kuwafundisha kama ni homework zao, kusimama nao. Ninakuwa tayari kuwaelekeza kuhusu maisha. Yani ninakuwa mama kwao, na ninakuwa karibu nao, na ule upendo wa mama na umimina kwao. Sio kwao tu, lakini kwa mume. Ninakuwa kwa mume wangu mnyenyekevu na mwenye kumsikiliza. Unajua wanawake wengi hatuchukui nafasi ya kusikiliza mahitaji ya wenzetu. Tunakuwa wepesi wa kusema unajua mimi nahitaji kile, lakini hebu chukua nafasi ya kusikiliza hisia za mwenzako zikoje siku hiyo. Labda amekuwa na changamoto kazini. Msikilize, msaidie, mlete karibu ili aweze kujisikia amefika nyumbani, mahali pa kupumzika, mahali pa kutoa mizigo yake. Kitu kingine ambacho kimenisaidia mimi katika maisha yangu ni social awareness. Yani ile ya kuwa empathetic, yani kuwa na hisia kwa ajili ya watu wengine ambao sio nyumbani kwangu, lakini ni watu ambao wako katika jamii, wananihusu. Je, kuna jirani yangu ambaye ni mjane, labda anahitaji upendo wangu? Je, kuna wanawake ambao ni single parents ambao hawakujiweza, wanahitaji msaada wangu? Ni wapi ambapo naweza reach out kwa wale ambao ni wahitaji? Kwa hiyo ninakuwa empathetic.
Lakini pia ninakuwa na organizational awareness, yani ile ability ya kuweza kuorganize life yangu, lakini life ya wale ambao wananihusu. Unakuta katika nguzo unakuta wewe unaweza kuwa na mambo mengi ambayo umejifunza katika maisha yako yanayoweza kuwasaidia wengine kusimama. Kwa hiyo ile knowledge niliyopokea katika miaka yangu ya kazi ninaweza nikaitumia ikawa faida, si kwa jamii yangu tu, lakini kwa wale ambao wananizunguka. Lakini pia nimejifunza kuwa na social skills, yani niwe visionary and leadership, influential, developing others and communicating, na pia kwa change analyst katika jamii. Haya mambo yote nimeaccumulate katika miaka yangu ya kufanya kazi, na nikaona kwamba niweze kurudisha katika community kile ambacho Mungu amenipa katika miaka yangu yote ya kazi. Labda kwa sasa niishie hapo. Asante. Asante sana Dr. Rita, tumekusikiliza vizuri na nina uhakika kwamba vijana mnaonisikiliza au wamama wa baadaye mmepata chochote kitu kutoka kwa Dr. Rita. Ameongea mambo mengi sana na vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikasaidia mama kuwa nguzo ya familia. Haya, swali lingine ambalo pia litachangia vikubwa sana kwenye kipindi chetu cha leo au mada yetu ya leo. Ili swali nitalienda kwa Dr. Tumwene. Kama ulivyojitambulisha hapa kwamba wewe ni mama wa umri mdogo kati ya wote hapa, na pia una watoto wadogo, na pia ni mwalimu lecturer kwenye University ya Kampala, chuo kikuu cha Kampala. Je, unaweza ukatoa mwongozo au katika nafasi yako, je, hekima ya mama ina nafasi gani katika kutoa mwongozo kwenye nafasi ya familia? Asante sana Janet. Pia ningependa kutukumbusha kwamba kuwa mama, it is not an event. It is a lifelong relationship. Yes. Na pia it is a process. Sio kwamba mama anajua kila kitu. Leo hajui, kesho anajua, anajifunza from one step one day at a time. Kwa hiyo it's a process ambayo ni endelevu. Nadhani kinachotutenganisha na umama ulimwenguni ni kifo. Baadaye hatujui, maybe tukienda, when we go to heaven and we are there, maybe we may not kujitambulisha kama mama fulani, lakini your mother forever. Na the role of a mother kwenye familia wala haitegemei umri. As long as wewe ni mama, haijalishi una cheo gani, uko busy kiasi gani, hiyo role haiwezi kuwa switched. Kazi ya mama inabaki pale pale. Na mama, tukumbuke pia, ni mwanamke, sio mwanaume. Kila mtu, kama daktari wetu pale alivyotueleza kwamba ni special anointing, ni special gift ambayo mwanamke amepewa na Mungu. Kwa hiyo being a mother, kama wewe, hata kama wewe ni mwanasiasa, ni mwanataaluma, ni mfanyabiashara, umeniuliza mimi kama mwalimu, yes, niko chuo kikuu nafundisha na nina kazi nyingi, nina kazi ya uongozi, kila siku naongezwa majukumu, lakini bado kazi yangu kama mama iko pale pale, haitikisiki. Na tunapozungumzia kuhusu hekima ya mama, je, hekima ya mama ni nini? Kwa hiyo ukisema hekima ya mama, swali ni je, hekima ya mama ni nini? Na kwa tafsiri ya kawaida, hekima ya mama ni ule uwezo wa kipekee ambao mama anao wa kufikiri, kutoa mwongozo na kulea, lakini ukiwa unatokana na upendo wa dhati. Yani ule, it is this hekima, hii wisdom is built on love. Na mama anaitoa wapi hiyo hekima? Hekima anaweza kuwa ameitoa kuna njia tofauti tofauti, anaweza kuwa amepata hiyo hekima, lakini ya kwanza kabisa ambayo ndo kuu ni ile ya kutoka kwa Mungu, kwa sababu maandiko yanatuambia anayetaka hekima amuombe Mungu. Lakini pia
zile life experiences tangu mama akiwa binti mdogo zimemfundisha baadhi ya vitu. Tumeelewana? Kwa hiyo mama anakuwa akiwa na hekima inamsaidia nini? Inachangia nini kwenye kumlea mtoto au kulea wewe kijana? Cha kwanza tukumbuke kwamba kama proverb inavyosema, kuna proverb inasema kwamba asiyejifunza na mamae ulimwengu utamfundisha. Na sidhani kama wote tungependa tufundishwe na ulimwengu. Maana elimu ya ulimwengu na mtihani wake sijui kama Janet unaweza kuufaulu. Kwa hiyo hekima ya mama inatufundisha kitu gani? Mama anatumia hekima yake kama mama kwa kutufundisha kuna kujali. Na hapa si hatuzungumzie uwezo wa kutoa vitu mali, vitu materialistic, sijui amekulipia ada, amekununia gauni nzuri, umeomba makeup, amekupatia nywele, hela ya kwenda saluni amekupa. Hapana, tunazungumzia ule uwezo kuwezesha kuweza kuishi duniani, kuishi kwenye huu ulimwengu mwenyewe. Na unapozaliwa wewe kama mtoto, jukumu la mama ni kuhakikisha anakuandaa kuweza kuishi kwenye ulimwengu hata kesho atakapokuwa hayupo. Na anafanyaje hivi vitu? Kwanza anakufundisha jinsi ya kuishi na mwanadamu. Mwanadamu anaishije naye? Anakufundisha kumjali, kama tunavyofundishwa mpende jirani yako kama unavyofanyaje? Unavyojipenda. Na ni mtu wa hisia. Tunajua wakina baba yani wako mechanical, lakini mama kuna jinsi anavyoweza kutatua jambo kwa kutumia hisia. Lakini pia mama anakufundisha kuwa na nidhamu, owe na discipline. Yani wewe mtu ambaye unaheshima, unaheshimu watu, unaheshimu mamlaka. Anakufundisha kuomba, kusali, kujua kwamba hauwezi chochote bila Mungu, na anakufundisha jinsi ya kupata kile unachotaka kwa Mungu. Pia mama anakufundisha kuwa responsible, kuwajibika. Yani wewe, ndio maana kuna wakati mwingine zamani ukiwa mama akikupa labda daftari, anakuhesabia siku ambayo anategemea hilo daftari liishi. Sio amekupa daftari leo, kesho narudi limeisha. Huo sio wajibikaji. Akikupa kitu kitunze, umeshonewa gauni, umeitunzaje? Na hapo ndo tunavyojifunza, mama ndo anavyokuwa. Yani hapo anakupa elimu ya kutunza vitu ambavyo umepewa, hata kama ni kazi umeajiriwa kijana, au kesho umepewa majukumu fulani, umewajibikaje? Na ndio ndo mchango wa mama kwenye maisha yetu. Lakini pia anatufundisha kuwa resilient. Sio kitu kidogo tu umeachia. Na sasa hivi usubutu, na pia kuwa persistent. Ni mara ngapi, ujiulize kijana wewe, ni mara ngapi mama yako amekupeleka hospitali unaumwa? She never gave up. Labda ameenda hadi amebadilisha mahospitali, amebadilisha wataalamu, madaktari, kwa sababu ya changamoto ya nini? Ya afya. Nia yake aone mtu anapata afya njema. Lakini wewe kijana uko shule hapo, umefeli mtihani, sapu tu umekutoa kwenye yani kwenye reli. Yani hapo unaona maisha yameisha kabisa. How do you persist? Wengine tumeshindwa kuvumilia vichangamoto vidogo vidogo. Mzazi amechelewa tu kulipa ada, yani umeishiwa nguvu, naona mzazi hafai tena. Na hata wewe ukipata shida kesho yake unashindwa kuvumilia, kwa sababu hujajifunza kwamba kufeli is part of maisha. Lakini those are some of the things ambavyo tunatakiwa tujifunze kwa mama zetu. Au mpenzi, tunajua wengine mnatafuta wachumba huko vyuo, na kweli kuna siku hamtaelewana na mtaamua hii gurudumu haiendi, tuachie hapa. Lakini wewe kwa sababu hujajiandaa kisaikolojia unaacha. Sasa unatakiwa ujifunze mama yeye aliwezaje kufikia hapa alipo. Au unamuona kama ni mjinga kwa sababu amevumilia baadhi ya vitu. Sio mjinga. Kuna somo anataka na wewe ujifunze. Na kwa nini hivi vitu vyote vinatokea? Ni kwa sababu hata pamoja na hizo elimu zinazoendelea huko mitandaoni, sijui to be independent nini, at the end of the day
mtoto ambaye hajakaa vizuri anakuwa mzigo kwa mama yake. Na ndio maana wakina mama wanatoa iwezekanavyo vyovyote kuhakikisha huo mzigo hamjamrudia. Na kwa sababu hiyo mama anakuandaa kwa kutumia hekima yake kuwa baba bora, mama bora kesho, kwa sababu hutakuwa kijana milele. Na wewe kesho unakuwa nani? Mama wa mtu, unakuwa baba wa mtu. Je, umejiandaje? Umemsikiliza mama hayo mafunzo anayokupa? Lakini pia tunatafuta viongozi wa kesho. Hatuwezi kuwa na rais mmoja milele. Kesho wewe ni rais, kesho wewe ni mbunge, kesho wewe ni kiongozi, waziri, yoyote yule. Hata wa dini. Professional daktari. Yes, professional. You are a doctor. Unapofundishwa vitu kama hujapata zile principles ambazo mama anafundisha nyumbani, itakuwa hata shida sisi wenyewe kukufundisha. Na tayari hivyo vitu tunaviona. Mtoto namfundisha, yani unaona kweli hii ni shida. Lakini pia kuwa mtu ambaye anaweza kufanya maamuzi sahihi. Mtu ambaye anaweza kufanya maamuzi. Hauwezi kuwa independent kama hauwezi kufanya maamuzi. Kila kitu mtu akufanyie maamuzi, hapana. Na mchango mwingine kwenye hekima ya mama ni kwamba anatutengeneza kuwa watu bora kwenye jamii zetu. Tuweze kuwa na mchango ambao kweli unaleta maendeleo kwenye jamii. Kwa hiyo mimi kwa ufupi ndo ninavyoweza kusema kwamba hekima ya mama kwa kweli ni nguzo. Asante sana. Ninakushukuru sana Dr. Tumwine, ameelezea vizuri sana kuhusu hekima ya mama. Mimi nilikuwa najua ni kitu tu cha kawaida, ila niliposikia hapa maelezo yake, hekima ya mama ni jambo kubwa sana. Wamama ambao mnanisikiliza, wamama wa baadaye, mmepata kujua hekima ya mama ni nini, na mmepata kujua kwamba hekima ya mama sio kwa mama tu peke yake, bali ina mchango hata kwa watoto. Ndio ameongelea hapo mambo ya viongozi. Viongozi mnaoona sasa hivi hawajatokea tu, wametokea, chimbuko lake ni kwenye malezi ya mama. Wababa wa baadaye, wababa bora mnaoona sasa hivi hawajatokea tu, ni kutokea wapi? Kwenye chimbuko la malezi ya mama yake au hekima ambayo mama yake alionyesha. Nashukuru sana Dr. Tumwine, umeelezea vizuri. Haya. Tukiendelea na swali lingine, tumeona kwamba nguzo mama ni nguzo na ni hekima ya familia, na kwamba hicho kitu ni kazi kubwa sana. Yani sio kazi nyepesi kama watu wanavyoifikiria, ni kazi kubwa sana. Na huu uwezo amepewa mama, yani kwa mama sio kazi kubwa, lakini kwa mtu mwingine anaweza akaona kazi kubwa, lakini kwa mama amepewa uwezo, hii kazi kwake inawezekana na ni kazi ambayo anaona ni inafaa, si ndio? Anaona ni anafanya kwa upendo na anaifurahia. Lakini kwa mtu mwingine, kwa kuwa wewe sio mama, utaona ni kazi kubwa. Sasa hapa kama mama ni nguzo na hekima ya familia, kumbe ana kazi kubwa sana. Je, yeye mwenyewe kama mtu, ili aweze kuwajibika katika hayo yote tulioyasikia, mama anatakiwa awe mtu wa namna gani? Asante sana Janet. Asante sana kwa kuendesha mjadala huu kama kijana mama mtarajiwa. Ni kweli kabisa, tuna kila sababu ya kusema Mungu amemuumba mwanamke akamwekea vitu vya ajabu sana ambavyo alijua vitasaidia kuisimamisha familia. Ndani ya hivyo vitu ndiko kuliko na nguzo, kama alivyosema wasemaji wa mwanzo kwamba ili nyumba isimame ni lazima nguzo ziwepo imara. Kwa hiyo alijua kabisa mama lazima hakikishe amemwekea vitu vya kumsaidia kuisimamia hiyo familia, na mwisho hiyo familia iwe ni familia bora. Kwanza kabisa naamini sisi wote ni waumini wa maandiko, aidha katika dini zote, kwamba mwanzoni kabisa Mungu alimuumba mwanamume tu. Kama sisi Wakristo tunasema aliyeumbwa alikuwa ni Adam. Akakaa katika bustani ya Edeni, lakini Mungu akayaona mapungufu ya Adam. Akasema hapana, hii nyumba naona wakati fulani itaanguka, ngoja nijaribu kuipa nguvu. Sisi Biblia inasema kwamba akamlaza usingizi mzito, akamtoa kwenye ubavu wake mwanamke aliyekuwa anaitwa Hawa. Na huyo ndio akawa msaidizi wa mwanamume Adam. Kwa hiyo kama nilivyosema, Mungu ni Mungu wa ajabu, ni fundi mkubwa sana. Kutoka kwa mtu mmoja
akafyatua mtu mwingine ambaye sasa ndiye tunayemuongelea leo kwamba ni nguzo ya familia. Kwa hiyo Mungu ameweka vitu vya ajabu sana, na kati ya vitu ambavyo mwanamke amewekewa vinavyoisaidia familia ni pamoja na uthubutu. Walioongea wamesema sana kwa habari ya uthubutu. Mama ni mtu anayethubutu sana kufanya mambo. Kuna mambo mengine ambayo mwanamume anaweza akayakimbia, lakini mama kwa sababu ni nguzo akayakabili na anayakabili kwa mustakabali kwamba familia yake isiumbe, familia yake isipite katika taabu. Kitu kingine ambacho Mungu amemwekea mwanamke ni uvumilivu. Tukiangalia tu tangu mwanamke anapata mimba siku ya kwanza, yapo mabadiliko mengi sana katika mwili wake, na mwanamke huyo au huyo mama anaenda nayo taratibu kwa miezi 9. Kuna kichefuchefu, kuna kuumwa, kuna kutapika. Na huyo mama kama alivyosema Dr. Rita ni mama ambaye pia inawezekana ni mkurugenzi wa kampuni. Sasa hivi tuna rais mwanamke, lakini bado anapita katika mchakato wa kubeba mimba miezi 9. Hawezi kusema sasa hivi kwa kweli mimi ni mkurugenzi kwa sababu nimebeba mimba, naomba mtafute msaidizi wangu aendelee. No, ataendelea kuwepo kwenye nini? Kwenye hiyo position. Kwa hiyo huo uvumilivu anaenda nao mpaka anahakikisha anazaa. Pamoja na taabu zote za huko leba tunazijua kina mama, lakini anahakikisha anamleta mtu duniani. Baada ya kumleta huyo mtu duniani, anaenda naye taratibu. Wamesema jinsi ambavyo anafundisha, anamlea, anamuelekeza. Bado mama yupo kazini. Mwanamke bado mama bado yuko kazini kuhakikisha kwamba huyo mtoto aliyemleta duniani bado anamuelekeza mpaka aje afike mwisho. Na wasemaji wamesema hapa kwamba mwisho wa kulea ni kufa. Kwa hiyo mwanamke hana kupumzika. Tena sisi wanawake hapa ni mashahidi, na wanaonisikiliza wamama wengine ni mashahidi, hata vijana, kwamba kumbe ukifika ukiwa kijana kama dada yangu Janet, wakina mama tuna pressure kubwa kuliko alivyokuwa tumboni. Yaani akitoka kidogo hajarudi utapiga simu zote, kwa sababu wewe mama ni mama, umeambiwa uwe msaidizi. Ameenda shuleni, umepigiwa simu, kabla hujaambiwa unachofikiri unaanza kufikiria ameumwa ghafla, ameanguka ghafla. Ni kwa sababu nini? Mama ni mlinzi, yani anafuatilia. Kwa hiyo kwa kweli Mungu amewawekea wa mama vitu vya muhimu sana ambavyo vimeisaidia sana kuifanya familia ikae katika hali ya kuwa bora. Kitu kingine ambacho Mungu amekiweka kwa mwanamke ni utulivu. Mwanamke ni mtulivu. Kwenye familia kunaweza kukawa na mahangaiko mengi, vita vingi, vingine vinatoka na kwa huyo mume ambaye ni mume wake, lakini mwanamke anatulia. Watu wengine wanasema anatulia tu kwa sababu ya watoto. Hapana, tumepewa special, what can I say, yani tumepewa grace, tumepewa neema ya kutulia. Wakati mwingine vita vinatoka kwa mashemeji, kwa wajomba, kwa wanafamilia, kwa ukoo, lakini mwanamke anakubali kutulia kwenye ndoa ili tu hakikisha kwamba kazi aliyopewa ya kuhakikisha familia inakaa salama ameifikisha. Wengine wamesema kwamba utakuja kuwa accountable, utakuja kuulizwa, Grace, nimekupa familia kama mama. Dr. Mtumwini, Dr. Rita, umeifikisha wapi hiyo familia? Tutakuja kuulizwa. Ndio maana tunakubali kukaa katika utulivu. Kitu kingine ambacho Mungu amemwambia mwanamke ni mama mwenye hofu. Tunakuwa na hofu. Unajua mwanamume anaweza kaondoka nyumbani asubuhi akarudi saa 7 usiku, wala asijisikie vibaya. Lakini mimi mama nikitoka, hata kama mimi niko kazini, ni hao ambao Mungu amewapa neema ya kuwa kazini, lakini 90% ya mawazo yake pamoja na kwamba yuko kazini yako nyumbani. Atapiga simu, mtoto amekunywa chai? Haya, kama ni mtoto aliyekuwa nauma, umempa dawa? Yaani huyo mama yuko ofisini, akumbuke mtoto kanywa dawa, akumbuke chakula cha jioni kipo, akumbuke baba amefua nguo za baba, akumbuke jamani leo garden amekuja amefanya. Yaani mama ameombiwa neema ya kutumika katika maeneo mbalimbali. Na huo uwezo tunaupata kwa sababu Mungu ametupa. Kitu kingine ambacho Mungu ameweka ndani ya mwanamke ni kwamba mama ni hazina. It's a treasure. Mama ni hazina. Na tunajua hazina ni mahali panapowekwa vitu vya thamani sana. Yaani ukienda pale hazina ya au treasure ndio kulikuwa na hela yote ya Tanzania kunako fichwa, na zikitoka
zinakuwa na ulinzi mkali. Kwa hiyo mama ndani yake ameumbiwa hiyo neema ya kuwa ni hazina ya familia. Unajua, nakumbuka kuna wakati fulani babangu alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni mkali sana. Anaweza akawa mkali kiasi kwamba usipofanya yale aliyokutaka anakunyima, anasema huyu mtoto asile chakula. Lakini nakwambia mama yangu alikuwa anahakikisha anaficha chakula, hata kama ni kukipeleka kwa bibi, akwambia nenda kule kwa bibi. Kwa sababu yani mama amepewa neema hiyo ya kuhakikisha kwamba huyu mtoto asipokula ataenda na kwa shako. Kuna mnyama mmoja anaitwa dubu. Dubu jike ni mnyama wa ajabu sana. Huwa akizaa anahakikisha anawaficha wale watoto wake, kwa sababu dubu dume ni ana wivu wa kupitiliza. Kwa hiyo atakuja atawavuruga, anaweza akawaua, anaweza akawapiga mgwara, yani anachotaka yeye dubu dume ni mke wake, lakini watoto hana habari nao. Sasa yule dubu jike yeye kazi yake ni kuhakikisha anawaficha wale watoto mahali ambapo huyu dubu dume hata waona. Kwa hiyo hicho unachokisema juu ya ulinzi na juu ya hiyo hazina ambayo imewekwa ndani ya mwanamke, sio sisi tu wanadamu, kumbe hata ndani ya wanyama. Na kuna ndege fulani hivi nilikuwa naangalia kwenye ni TikTok au wamemweka kwenye Instagram, anakaa angani hivi, alafu anaachilia vitoto vinaachama namna hii, alafu yeye anaachilia yale maziwa yanatoka akiwa tayari kuachilia maziwa, yani maziwa yanatoka yenyewe, vitoto vinakunywa. Sasa imagine ile capacity, ule uwezo wa kukaa angani, umekaa namna hii, yani hajajishikiza popote, lakini amekaa pale tu, yale maziwa yanadondoka, mtoto anakunywa. Asante sana Dokta kwa kuongezea hapo. Kwa kweli ni neema kwamba kuwa sisi ni wamama, tunajivunia kuwa wamama. Na sifa nyingine hili wapi na wengine waongee, ni kwamba mama ni mtu mwenye huruma na upendo. Yaani ndani ya mama kuna huruma. Huruma ya mama ni ya ajabu sana. Tutolee tu mfano, hapa Tanzania haijatokea, lakini vita labda imetokea. Mama una watoto 3 4. Nachoamini kabisa vita ikitokea au kikitokea kitu chochote kibaya, mama huwezi kukimbia ukaacha watoto. Utawabeba wengine mgongoni, wengine utawaburuta kwa mikono, uhakikishe unaenda nao sambamba. Ni kwa sababu nini? Iko huruma ndani ya mwanamke. Mimi nakumbuka miaka ya 77, Grace utanikumbusha, nilikuwa nakaa Bukoba na baba yangu wakati wa vita vya Idi Amin. Nakumbuka hiyo vita, wa baba wote waliposikia kwamba sasa jamani mnatakiwa mtoke Bukoba, tulikuwa tunaelekea Mwanza kwa mguu, yani magari yako huko sijui kunaitwaje, yani mkimbie kutoka Bukoba mjini mkatafute magari huko. Wanaume walikuwa ni wa kwanza kutangulia mbele, lakini wanawake kwanza anahakikisha kwenye chupa ya chai either kuna chai au kuna uji, kwa sababu hajui atatembea mpaka wapi na mtoto atafanyaje. Yani unakuta mama kabeba mtoto, kuna chupa ya chai, kabeba mwingine wa miaka mingapi anamburuza, yani mama ameweka na kamzigo juu. Tunaona jamani hata kwenye picha nyingine mama kabeba, lakini baba mikono mfukoni. Kwa hiyo ni kwa sababu tu ya Mungu ametuumbia neema ya kuwa na huruma na upendo. Kwa hiyo wasikilizaji wenzetu ambao ni vijana watarajia wa mama wa kesho, ninaomba kabisa mjue kabisa bila huruma huwezi kuitunza familia kama mama. Bila upendo huwezi kuitunza familia kama mama. Bila kuvumilia. Wenzangu wamesema kwa habari ya mambo yanayopita kwenye mtandao, fikra potofu zinazotembea kwenye mitandao, kwamba nini bwana, Mungu alipomuumba mwanamke alikusudia ayafanye hayo tulioyasema wapendwa, sio tufuate mambo ya kwenye mitandao ambayo inatutoa kwenye eneo letu la kuwa mama. Nikushukuru sana Janet kwa kunipa nafasi hii na asante sana. Asante sana. Nakushukuru sana Madam Rose, umetuelezea vizuri. Asante sana. Na hapa kuna maswali ambayo watu wangepata kujua, kama vijana wenzangu, kama mama ambao wanaangalia tunachokiongea hapa na watu wengine, watu mbalimbali.
Je, unadhani kwa nini wamama wengine wanashindwa kufanya majukumu yao kama mama? Katika jamii tulionayo sasa hivi kuna aina mbalimbali za familia. Kuna familia ambazo unakuta makuzi ni mama peke yake. Amekuwa na mtoto nje ya ndoa, yani tunaita single parent. Kwa hiyo amekuwa akimlea yule mtoto bila haiba ya baba. Na tunajua kwamba malezi ya mtoto yanahitaji wote wawili wawepo. Kwa hiyo unakuta anakuwa na makuzi ambayo ni one sided au yana upande mmoja. Kwa hiyo anakuwa anapungukiwa na ile aina ya masculinity. Hata kama ni mtoto wa kike, hata kama ni mtoto wa kiume, lakini haiba ya baba inahitajika sana kama ni single parent ambaye ni mwanamke. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa kuwa amepungukiwa hilo, anakuwa asiwe mtu wa kujiamini, anakuwa ni mtu ambaye hana focus katika maisha yake, kwa sababu mwanamume ameumbiwa leadership, ameumbiwa kuangalia mambo ya mbele. Sasa hilo analikosa. Kwa hiyo unakuta anakuwa katika hali ya kutokujiamini na anakuwa hamudu maisha hapo baadaye. Kwa hiyo unakuta ndio maana unakuta katika aina hiyo ya familia kuna huo upungufu. Wenzangu pia utachangia. Mimi nafikiri pia changamoto nyingine au tatizo lingine ni kutokujitambua. Yaani Dr. Rita ameongea vizuri sana juu ya self awareness. Kutokujitambua kwamba sasa mimi nimekuwa mama. Unajua watu wanaolewa lakini hajajua wala hakufundishwa kwamba hivi ukiolewa una move kutoka kwenye aina fulani ya maisha unaenda kuanza maisha mengine, na unatakiwa ujitambue kwamba sasa mimi ni mama, sio tena msichana. Kwa mfano tumesema mama sio yule aliyezaa tu. Kwa hiyo kwamba wewe ni mke wa fulani kwenye boma fulani tayari inakuqualify, inakuwajibisha kuwa mtu wa tofauti. Sijui kama ninaeleweka. Inakuwajibisha kuwa mtu wa tofauti, kwa maana ya kwamba lile ni boma, ile ni familia, wale ni watu. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuwa mtu wa tofauti. Sasa hiyo self awareness kwamba mimi katika hii boma nina nafasi gani, ndio unakuta kwamba wengi tunakuwa hatujui au hatufahamu. Wakati mwingine unakuwa unajua, lakini labda kuna vita fulani imetokea, boma lenyewe watu hawakupendi na vitu kama hivyo. Hivyo ni vitu vya baadaye, lakini lazima wewe kwanza utambue. Sasa tatizo ninaloliona mimi katika jamii yetu ya leo, na hata tunapofanya hizi premarital counseling, tunajaribu sana kuwasaidia mabinti wajitambue. Uwe na mtazamo kwamba mimi mambo yangu ya ushosti sijui nini usichana yanakoma hapa ninapofanyiwa kile kitu tunaita right of passage. Kwa mfano kitchen party ni right of passage, send off ni right of passage, sijui bag party ni right of passage. Manake you are coming from a particular passage, yani unapita kutoka kwenye aina fulani ya maisha unaenda aina fulani nyingine. Na hii tunapofanya kitchen party, tunapofanya send off, ndio tunakuaga hivyo katika usichana huku, tunakuasha in katika umama, katika utu uzima. Kama ni kijana naye tunamwambia now you are moving from ujana usingo, utapeli, mambo ya uongo na vitu vingine, tunakupeleka sasa wewe kuwa baba. Kwa hiyo lazima uassume ile spirit, uikubali, uassume ile role ya kuwa nani, ya kuwa baba. Sasa hivi vitu mimi naona hapa kuna gap kubwa, hatuwafundishi watoto wetu. Na wazazi tumeweka nguvu nyingi sana kwenye send off, kwenye kitchen party, kwenye nini. Hatuna muda wa kusema jamani, hapana, labda tumpeleke hata counseling huyo mtoto awe counseled, au tuwapeleke kwenye mafundisho ya kabla ya ndoa, wajitambue, wajue wajibu wao ni nini, wakiingia kwenye ndoa wawe nani. Kwa hiyo mtu anaingia kwenye ndoa tu akijua ni mambo ya kawaida, nitaendelea na rafiki zangu. Mimi nilishawahi kupata kesi, binti mmoja ambaye hataki kunyonyesha mtoto kwa mfano. Yaani anasema anakamua maziwa, anayaacha kwenye friji, anamwambia baba wa mtoto na yeye anyonyeshe, yani asaidie kumpa huyo mtoto maziwa. Yeye anawahi kwenye vikoba na kwa rafiki zake. Anasema after all, wewe baba kila siku wewe ndio una catch up na rafiki zako. What about me? I had friends as well.
Lakini kumbe nafasi ya mama ni tofauti. Uwezi ukamwacha mtoto anakunywa limpira lile anavuta, kumbe kumnyonyesha mtoto kwa mama kuna zaidi ya maziwa. Ile kumshika mkononi, kuna vitu unaachilia upendo. Hivi unavyomnyonyesha mtoto, unamwangalia usoni, kuna kitu kinatoka kwako kinaenda kwa mtoto. Mtoto anaanza kuona kwamba okay, mom cares. Mtoto anajenga security yake kutoka kwa mama yake, lakini atakuwa very insecure huyu mtoto baadaye kama hata kiona hicho kitu. Yeye kila siku ananyonya mpira tu, anafanya nini hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kuna haja ya kuelimisha zaidi watoto wetu waweze kujitambua, watambue kwamba wanaingia kwenye nafasi nyingine na hii nafasi ina wajibu. Asante sana Janet. Na fikiri pia kitu ambacho kwa nakifikiria hapa ni kwamba jambo jingine ambalo pia linaweza likawa ni sababu ni hii hali ya utandawazi iliyopo sasa hivi. Mabinti wengi wakishamaliza darasa la 7, wengi wanaenda vyuoni. Na wanapofika vyuoni wanakutana na watu tofauti tofauti. Kuna mitandao ambayo sasa hivi ina kila kitu. Sasa hivi nafikiri mwalimu wa mkubwa ni mtandao. Sisi zamani tulikuwa tunafundishwa na mama. Yaani ukienda hata chuoni ukirudi kuna jambo lazima ulibwange kwa mama. Lakini sasa hivi mabinti sasa hivi mpaka akwambie jambo ujue kabisa kwamba amekosa ushauri kwa marafiki, amekosa ushauri kwa mashosti, ndio anakuja kwamba hivi mama, yani sio kwamba Kwa hiyo pia imekuwa ni sababu kubwa sana. Kwa hiyo nitamani sana kuwakumbusha mabinti ambao mnaelekea kwenye umama, mitandao ni mizuri sana, ila pia mitandao ni mibaya. Na kusudi la mitandao ni kwamba litupeleke kwenye level ya kujitambua zaidi. Lakini sasa mitandao imekuwa kama imetupumbaza, yani imetupumbaza kama alivyosema dokta kwamba mtu anasema kwamba siwezi kunyonyesha kwa sababu unampa mtoto. Hii na hizi zote ni mitandao inaleta mambo ya kunyonya kwenye chupa. Sisi zamani tulikuwa mtoto unamnyonyesha kwenye ziwa mtoto miaka 3 4, lakini sasa kutokana na utandawazi na maendeleo ya kidunia hizi chupa zimezagaa. Kwa hiyo mtu anaona ni afadhali anunue chupa aweke maziwa ya mtoto kuliko kuwa na ile jukumu lake la kunyonyesha mtoto. Kwa hiyo nitamani sana kuwaasa mabinti ambao mnaingia kwenye umama kwamba jamani, kuna mambo mengine sio ya kuiga. Na sisi wazazi ambao tuna mabinti ndani ya nyumba, tupate muda wa kuongea nao. Na nyinyi mabinti zenu jamani, mko busy. Yani kwa mfano mtoto amemaliza chuo akienda shule mpaka kumkuta nyumbani uongee naye lazima utafute naye appointment yako. Maana wako busy. Busy na mashosti, busy na mitandao, busy na shughuli, naenda kusuka, naenda kufanya nini, naenda kwa rafiki yangu. Kwa hiyo lazima tutafute mahali pa kuwakamata mabinti tuwafundishe jamani, binti unatakiwa uwe mama. Kwa hiyo ni waombe wa mama mnaonisikiliza kwamba lazima tutafute mbinu za kuwabana mabinti zetu wajue kwamba wao ni wamama ambao wanatakiwa wakae na familia, na hizo familia zidumu, na mwisho kabisa zimpe Mungu utukufu. Watu wetu wa siku hizi wako busy sana, wana kazi, wana biashara, wana vikoba, wana mambo mengi, wanasafiri, wako Dodoma, familia ziko Dar es Salaam, wako Ulaya, wako Uturuki kutafuta nguo, wana a lot of things, and those are good things. But when you are home, ukiwa nyumbani, basi hakikisha mtoto ananyonya kama maziwa yapo bado. Labda mtoto akatae mwenyewe, lakini kwa kweli kuna ile namna ambayo tunawakatisha watoto mapema. Maana hata madaktari, si ndio dokta? Maana Dr. Tumwine wewe ni daktari wa wanadamu. Si ndio kwamba hawa watoto wanatakiwa wanyonye? Kuna recommendation ya madaktari kwamba mtoto ili aweze kuwa na akili nzuri baadaye, kuna vitu viko katika maziwa ya mama ambavyo uwezi ukavipata kwenye haya maziwa ya formula. Si ndio? Kwa hiyo nadhani hili ni jambo la muhimu tuwafundishe watoto. Lakini na sisi wa mama kama alivyosema Rose, we are too excited about kitchen parties, about send off, about whatever, instead of also investing money katika swala la kumwandaa binti au kumwandaa mtoto wa kiume kwenda kuoa. Wanaingia wakiwa very premature katika hizi ndoa. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, yani atusaidie, na isiwe tu kwamba ndio kitchen party ya kumfandia. Watasema huyo ni mbuzi wa nini? Kumnenepesha mbuzi.
Siku ya mnada. Mungu atusaidie tuvifanye katika nyumba zetu, tuvifanye, yani tupia haya maneno, tuwasemeshe watoto kabla hawajaingia huko, na tujenge ile maturity, yani mtoto aweze kuwa na maturity ya kuyaangalia mambo kwa level nyingine, sio level ya kwenda tu kubipu na kutoka. Asante. Asante sana Madam Grace, ukusikiza vizuri sana, na nadhani tunapozidi kuendelea watazamaji wanaona jinsi gani nafasi ya mama ni kubwa. Yaani hii siku ya Mother's Day jamani, sio ya kuichukulia poa poa. Kama una mama yako, naomba kampe zawadi. Yaani zawadi tena, hata kama una kitu kidogo wewe nenda kampe kulingana na uwezo wako. Wanafanya hata asante, wanafanya kazi kubwa sana. Kuwa mama si lele mama. Hivyo. Na pia sasa hivi kuna janga kubwa sana la wamama kuachia wadada wa kazi wale watoto. Wamama wamekuwa wakiachia wadada wa kazi wale watoto. Ni kitu ambacho nimekiona, sio kama naongea tu. Yaani dada wa kazi ndo anayetoka na mtoto, sijui kambeba mgongoni, jua lake kaenda dukani karudi. Sijawahi ona mama hata amekaa nje na mtoto sijui kumnyonyesha. Dada wa kazi ndo anafanya kazi zake, sijui anafagia nini, yuko na mtoto mgongoni. All the time yuko na mtoto. Embu jamani wa mama zangu mlioko hapa, mna jambo gani la kuzungumzia? Maana naona hili ni janga, sio kwa jirani tu, itakuwa hata kwa watu wengine huko ambao hata siwaoni wana hali kama hii. Labda mimi ninachoweza kusema, kwanza sasa hivi hata kwenye corporate world kuna jinsi mazingira yamekuwa rafiki. Kwanza kwa sheria ya Tanzania, mama akijifungua ana miezi yake mingapi? 3 ya kukaa nyumbani, na lengo ni nini? Kumnyonyesha mtoto. Na walienda zaidi kwa sababu afya mtoto anatakiwa anyonye for 6 months bila kuchanganywa na kitu chochote, labda dawa, hata maji utakiwa kumpa, nyonyo tu ya mama. Kwa hiyo alichofanya serikali akasema haya, akirudi kazini baada ya hiyo miezi mitatu itakayofuata awe anafanya half day. Ndio maana mama akija kama ametoka maternity leave for the next 3 months, kwa sisi ambao tuko kwenye ngazi za uongozi tunajua wenzetu, najua mtu fulani akirudi baada ya maternity leave the next 3 months atakuwa anafanya half day, anakuja saa 2 saa 6 awe anashaondoka. Lengo ni nini? Kuendelea kunyonyesha mtoto ili ile miezi 6 ikamilike. Lakini hata hivyo kitaalamu tuna jinsi tunawashauri, kwa sababu mama mwingine anasema mimi mtoto nitampa uji mwepesi ngirudi kazini. Hapana, tuna pia mfumo wa kukamua yale masaa 6 ambayo haupo, mtoto asaidiwe. Sasa ndo pale tulipokuwa tunasema kwamba hata kama uko busy kiasi gani, be a present parent. When you're present, be present. There is being present but absent. Hata ile saa 11 nayo rudi saa 1 jioni, watoto hata hawajui kwamba kumbe upo. Msimsumbue amelala, msimsumbue amepunzika. Kwa hiyo na hizo ni changamoto ambazo, na kwenye upande wa afya, ubongo wa mtoto unajengwa in the first 1000 days. Tangu amekuwa conceived mpaka ile siku ya 1000. Ni miaka mingapi hiyo? Ndio maana programs nyingi za afya zinawekeza kwenye chini ya 5 years. Chanjo nini bana, kila siku unakuwa mtoto mwezi unampeleka, tunampima anaendeleaje, kwa sababu ubongo wake at that time ndo unafanyaje, una develop. Akishafikisha miaka 5 hakuna kikubwa na muongezea. Kwa hiyo kama inawezekana, kama uko busy kiasi gani, lakini the first 5 years za mtoto ndo zinatakiwa zifanyeje, zimjengee akili, zimjengee zile hisia za kujali watu. Kwa hiyo vitu ambavyo vitatokea in those first 5 years ndo vitadetermine mtoto atakuwa nani baadaye. Kwa hiyo najua kutafuta kweli tunatafuta na mazingira ya utafutaji wenyewe yanaendelea kuwa magumu, lakini kama tulivyosema, hekima itahitajika kwa wakati wote. Mungu nisaidie
nipate hekima, yani niwezeshe kwa namna yoyote ile niweze kumtunza mwanangu, angalau apate ile bondi ya mimi na yeye. Na watoto sasa hivi shida ni kwamba tunafanyia shortcut. Si haupo wiki nzima, ukirudi nampeleka KFC kumchangamsha Man City anatembea iko yani mood ziko hivi. Yani wewe kwa hiyo zile basics hujui kwamba, kwa sababu kuna wakati unarudi nyumbani unakutana na mashtaka. Mami nilidondoka, yule hakusema sorry. Kwa hiyo mtoto anajua kwamba mwenzake akidondoka anatakiwa wewe amuhurumie. Unaona? Sasa haupo, hiyo hujui kwamba nayo ni shida. Hakuna mtu wa kumwambia kwamba kweli mtu akidondoka au mtu akiumia mjali, mwambie sorry, utapona, utakuwa nini. Kwa hiyo yes, na mashtaka tunayopata ukifika nyumbani anaitake personal na lazima hizo hisia ozi address. Otherwise someone else is going to address them na hotapenda matokeo yake. Tumeelewana? Kwa hiyo na kwa sababu pia na mitandao kama tulivyosema ipo, hata kama uko nje, tenga muda na mtoto ajue. Kuna siku mtoto wa kaka yangu alikuja kunitembelea, mama yake yuko mbali kidogo, lakini alikuwa anajua kila saa 11 from saa 11 mpaka saa fulani, saa 12:30 saa 1 ni muda wa kuongea na mama yake. Na ataongea naye kila kitu, na mama yake kila kitu anakijua. Hatusemi kwamba fursa tuzichukue, lakini pia tuombe Mungu atupe na uwezo wa incorporate pia malezi kwenye familia zetu. Na kama kazini kwako ni karibu na nyumbani, nenda na mtoto naye aende. Kuna siku mwanangu aliniambia, sasa mami, nimeshajua wewe unafanya kazi wapi, nataka nione dadi anafanya kazi wapi na akiwa kwenye vikao anazungumza vitu gani. Yes, she went that far, you know. Kwa hiyo hata in our businesses we can, watoto wawe part of them. Hata kama ni duka, mpeleke mtoto aje dukani aone mnafanya kitu gani, ajue hela inatokaje. Kwa sababu ukiwa pale pia the way you interact with the people, hata hayo ni mafunzo ambayo mtoto anajifunza. Asante. Mimi niongeze kidogo pia niseme kwamba haya maneno tunayoyasema si tu kwa mama tu, lakini hata kwa baba naye pia ana nafasi kubwa. Kwa watoto wetu wa kiume mnaotuangalia sasa, mjue kabisa kwamba nafasi ya baba haiwezi kuwa compromised kwa namna yoyote. Yaani baba anatengeneza kitu cha pekee sana katika malezi ya mtoto. Kama alivyosema Dr. Rita pale, mmemsikia ameongea vizuri kabisa. Yaani baba ndiye anayeongoza direction. Mama sisi ni watu wa hisia zaidi, lakini baba ndiye anayeziweka hizo hisia ziwe na maana na anazitafsiri kwa habari ya maisha ya kesho. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta mtoto anakuja, baba unarudi nyumbani kinakimbia, dadi baba, nimechoka, nenda kwa mama yenu huko, hebu toka. Kumbe unakosea sana kwa kufanya hivyo. Maana ukimuonyesha mtoto staili ya namna hiyo, mtoto anakuwa anaona kumbe sasa baba yeye yuko busy sana, yani ananitaka ananisukuma tu kwa mama. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hiyo au mama na wewe wakati mwingine ndio kama hivi, unakuja kunyonyesha mtoto nyumbani, lakini kuna katoto kengine, basi kengine kanakimbia, kanakukimbilia, kanataka mapenzi maskini, na inawezekana labda umewaleta kwa karibu sana, kanataka ukakumbatie. Wewe unakamwambia toka, mimi nawahi, maziwa yamenishika, nataka kunyonyesha mtoto. Nani dada, shika huyo mtoto peleka huko. Ulitakiwa ukakumbatie, ukaonyeshe kwamba nimekuja, how are you, unaendeleaje? Yaani kanajisikia vizuri hata kama utaenda kunyonyesha. Sasa ukikafanyia hivyo, ukakatupa huku, unaenda kunyonyesha yule na kanaona unamnyonyesha yule, kanaanza kufeel inferior. Kwamba kumbe mimi sitakiwi, kumbe huyu ndio wa maana. Kana tafsiri tofauti. Ndio hiyo ya kujenga uadui baadaye kwenye watoto, au baadaye mtu anakuwa insecure kwamba mimi sikupendwa, aliyependwa ni fulani. Kwa hiyo ni vitu vya kujifunza hivyo katika maisha yetu. Asante. Nataka nitoe mfano mmoja ambao niliuona katika mtandao. Kama tulivyosema, mtandao una mambo mazuri na una mambo ambayo sio mazuri. Familia moja ilikuwa kama hivyo alivyosema Grace, kwamba watoto walikuwa wanawekwa mbali. Yani baba alikuwa na shughuli, mama na shughuli, kwa hiyo watoto wanalelewa na huyo house girl.
Sana sana labda mama akipata nafasi kidogo ndio anaweza kukaa na wale watoto. Sasa baadaye watoto wakatoka katika nest, yani watoto wakakuwa wakawa watu wazima, wakawa na kazi zao. Baadaye sasa mama na baba wamekuwa watu wazima. Baba anapiga simu kwa watoto wake ili watoto waweze kuja kumuona, kwa sababu yuko peke yake, yuko lonely. Wanasema tuko busy, hatuna nafasi. Yani kwa sababu kulikuwa hakuna bond kati ya baba na mtoto. Mtoto naye amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akiwa na hana haja na baba, maana hana bond. Kwa hiyo hana nafasi na yeye na baba yake. Lakini angalau mama kidogo, kwa sababu alikuwa kidogo anajishughulisha na wale watoto. Lakini kuna wakati ambapo hata mama naye anakuwa hatambuliwi na wale watoto. Kwa hiyo unakuta kuna habari ambayo inakuja kujitokeza katika utu uzima, unakuwa mbali na watoto just because you didn't bring them up in the foundation ya kuwa karibu nao. You didn't pour in your love, you didn't care for them, you didn't give them quality time. Kuna kitu kinaitwa quality time. Una invest, kama alivyosema Dr. Tumwini, una invest from the time that they are little. Una invest into their lives. Kwa hiyo na wao wanajifunza upendo, wanajifunza kujitoa, wanajifunza sacrifice. Otherwise you'll be a very lonely grandma and grandfather. I don't know whether you're hearing me. Kweli sisi ni watu wazima tuko hapa, lakini tunamshukuru Mungu kwa neema aliyotupa. Watoto wanatuangalia. Wengine tuna wajukuu hapa, lakini watoto wanatukumbuka na wanatujali kwa sababu tuliinvest. Ninaomba vijana muinvest katika maisha yenu, kuwapenda wazazi, kuwapenda wale wanaowalea. Msiwaachie watu wengine, yani society kachukua nafasi ya ile ya wazazi. Nyinyi mtakuwa wazazi siku moja. Lay down a good foundation kwa ajili ya kesho. Asante sana. Amechangia Dr. Tumwene hapa, akafuatia Madam Grace, then Dr. Rita. Wameongea vitu vizuri sana sana sana. Hawaongei tu kwa vile wao tu ni wamama, ila wanaongea kwa sababu they are professionals. Wanaongea kitu ambacho yani wewe ukikichukua hapa, you are going to be a different person. Yani you are built differently. Yani hichi sio kitu cha kupuuzia kabisa. Vijana wengi wa sasa hivi hawahitaji title ya kuitwa mama. Nikisema vijana wengi na maanisha wa kike, vijana, wanawake hawahitaji ile title ya kuitwa mama. Wengi wao wanaikwepa, hawataki kabisa. Yani hawataki kujishughulisha. Sijajua sababu za msingi ni nini. Aidha ni uoga wa kulea au ni yani sijaelewa. Yani naomba tu, ndio maana kuna maprofessional hapa wako mbele yenu, wanajua sababu gani na watatuambia changamoto zitakazofuata. Yani watatuambia, watatudadavulia vizuri. Mimi nina swali tu, sina majibu. Majibu wanayo maprofessional hapa. Ninawakaribisha jamani, mtujibu swali letu hili. Kwa nini vijana wa sasa hivi hawahitaji title ya kuitwa mama? Asante sana Janet kwa swali zuri. Kwamba generalize vijana. Lakini mimi ngoja nisitiki kwa mabinti. Kwamba mabinti wengi hawataki kuwa mama. Yani wanataka kuwa mabinti tu. Lakini kwa uumbaji wa Mungu huwezi kuwa binti milele. Ni lazima utakuwa binti, utakuwa mama, mtu mzima, utakuwa bibi, na mwishoni utaondoka kwenye hii dunia. Kwa hiyo usikwepe jukumu ambalo huna uwezo nalo. Hilo naomba tu niwajibu mabinti zangu mnaonisikia kwamba ni lazima uingie katika eneo la kuwa mama. Na mimi nadhani kitu ambacho kinawaponza mabinti wengi kukataa kuwa mama ni haya mambo ya mitandao haya. Hawa wanaita mafeminist. Yani kuna watu ambao wanapotosha ukweli wa Mungu. Na pia kuna hiyo slogan ya kusema kwamba mwanamke anajiweza bwana. Kwa hiyo huoni hata umuhimu wa kuwa mama kwa sababu unajiweza wewe mwenyewe. Unajiweza sawa, lakini ile responsibility ya umama bado inakutaka uwe mama. Kwa hiyo mimi niachie tena na wenzangu wa share kwamba tunaposikia mitandao inapita na kutoa mafundisho ambayo kwa kweli hayana ukweli, hayana nguvu ya ushahidi, kwa sababu kila kitu ili kiwe na nguvu lazima kiwe na ushahidi. Wapo wengine wamesoma sheria hapa. Wanasema kama huna ushahidi huna haki ya kusema.
Kwa hiyo wewe unataka kutuambia usiwe mama, unatupa ushahidi gani? Na wakati lazima uwe mama ili ulete watu duniani, ulee hao watu, wafundishe, uache legacy. Kwa sababu na wewe ulilelewa na mama, na ndio maana unaitwa binti. Akakufundisha, akakuelekeza cha kufanya, na hapo ulipofika ni kwa sababu kulikuwa na mama nyuma yako. Bila asingekuwa mama nyuma yako, wewe hapo ubinti wewe ulionao sasa hivi ungekuwa labda ni hopeless. Lakini kwa sababu ulikuwa na mama aliyekunecha huko nyuma, umefika katika ile eneo la kuwa. Kwa hiyo naomba usikwepe majukumu ya kuwa mama. Ninawaomba sana mabinti mnao tusikiliza, kukuwa mama ni jambo lisilokwepeka. Asante sana Janet. Asante sana Madam Rose. Nadhani dada Rose ameliweka vizuri sana. Yaani haikwepeki, ni kama kusema nitakwepa kifo. Lakini pia kwa upande mwingine naweza kusema, unajua kila kitu kinaanzia kwenye malezi. Kama mtu hakupata malezi ambayo yalikuwa yanamuongoza kwenye hiyo direction, haoni umuhimu wa hicho kitu. Na pia kama hakubahatika kupata mlezi au mama au mzazi ambaye akamuonyesha mfano, hana reference point. Kwa sababu dunia imejaa examples nyingi tu. Kwa hiyo atachagua ile ambayo anaona iko karibu naye. Kwa hiyo mimi nadhani inaanzia kwenye foundation. Kwa hiyo ni muda ambao pia, ndio maana zamani nilikuwa nasikiaga mtu anaenda kuolewa, anaulizwa anatoka kwenye familia ipi. Wanaanza kuchunguza mwenendo wa hiyo familia. Je, tunaenda kupata product ambayo ni sahihi? Kwa sababu wanajua malezi alikuwaje, tabia. So it's all about foundation. Kwa hiyo vijana siwezi kusema tunaweza kuwalaumu au nini. Issue ni kwenye malezi, walipo sehemu ambapo hizi issues zimeanzia. Asante. Nachoweza kusema katika jambo hili la kwa nini labda mabinti wengi hawataki kuwa mama, mimi naweza kusema kwamba tuko katika wakati ambao unabadilika sana. Ni nyakati ambazo tunajifunza mambo mengi, tuna internalize vitu vingi, na tunafikiri kwamba wakati hautabadilika. Lakini Wakristo huwa wana msaafu wao wa Biblia, kuna sehemu inaitwa, kitabu fulani hivi cha Mhubiri kinasema kila kitu kina wakati wake. Yes, there is time for everything. Kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa. Kuna wakati tena mpaka anafikia hata kwenye hiyo kitu anasema kuna na wakati wa kukumbatia na kuna wakati wa kuachia. Hata kama unakumbatia na kukumbatia ni kuzuri, lakini you cannot kumbatia the whole day. Or you cannot kumbatia throughout your life. You will have to let go sometimes. Because kuna jambo lingine linahitaji ukafanye na sio kukumbatia tu. Sasa tatizo ninaloliona mimi ni kwamba mara nyingine tumeyachukulia mambo yalivyokuja kwenye mitandao, tukayachukulia tukasema hiki ndio cha kweli, ngoja nikae nacho. Lakini ukasahau kwamba wewe unabadilika. Kuwa mama sio lazima uzae eti ndio umekuwa mama. Utakuwa mama tu hata katika jamii. Sasa kama hutaki kuwa mama hata kwa kuzaa au kwa kuolewa au kwa nini, lakini basi kuwa mama hata kwa kulea jamii inayokuzunguka. Na kwa sababu tumelikataa hilo, ndio maana kuna a lot of violence. Kuna violence to the highest level. Yaani tuna ukatili wa hali ya juu, kiasi kwamba sasa hivi hata kuiona damu haiwatishi watu. Haiwatishi watu. Na hii ni malezi. Kama sisi wanawake tutakataa kulea, tutakataa kuwa mama ili tuimpati hiki kitu ambacho Mungu alikiweka ndani yetu. Manake sisi ndani yetu tumeumbiwa hisia. Sisi ni watu wa hisia. Vile vitu vya msingi vya kihisia sisi ndio tunavyo: uvumilivu, huruma, kuamini, trust, kupenda, kulia, kucheka. Ni sisi wa mama ndio tumepewa pasenti kubwa ya kulea kitu cha hisia ndani ya mtu. If we are not going to do that, kama sisi tutakuwa tunaona hivi vitu si lazima. Ndio maana
tutajenga jamii ya watu ambao hawana mama au hawana hisia, hawana huruma, watu ambao wanaweza kukata kichwa cha mtu tu, watu ambao wanaweza kukuta pale akakupiga tu, watu ambao yani ndio tunachokiona katika jamii ya leo. Hii ni kwa sababu tumeacha vitu vya msingi ambavyo Mungu aliviweka ndani ya mwanamke viwe complementary au vitengeneze mtu kwa upande wa hisia. Halafu baba yeye anakuja anasababisha zile hisia ziwe na mwelekeo. Ndio kazi ya baba. Lakini sasa hivi unaona watu wana propagate, mtu anakuambia kwani mwanamume na muhitaji wa nini? Yaani naweza nikazaa tu mtoto wangu, na sasa hivi na tena tuna maendeleo, unaweza ukafanya via IVF, ukaagiza mbegu sijui zikatoka wapi ukaja ukawekewa. Sasa mimi najiuliza kama labda kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia mimi naweza hata nikaagiza mbegu za nini yule alikuwa anaitwa nani? Bin Laden. Sasa mbegu za Bin Laden, mimi naweza nikaagiza hata mbegu za Bin Laden zikaingia kwangu. Sasa mwenzangu, tukawa na Bin Laden wangapi? Manake mbegu za yule mtu ndio zimechukua genetic ya kwake. Tutakuwa na wangapi? Au mbegu za sijui nani, mtu maarufu labda Obama, au sijui rais nani aliyekwisha pita. Tutakuwa na watu wa namna hiyo wangapi? Vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta watu hawataki tena kabisa. Hawataki, anasema nitaagiza na uwezo wangu naweza nikaweka na wakati wowote nika incubate au nikaweka ndani ya mtu mwingine mbegu za. Yaani sasa hivi tumefika mpaka mahali ambapo watu wanaweza kwa hela yake mbegu zikaingia kwa mwanamke mwingine, alafu mtoto azaliwe anipe mimi mtoto wangu nilee. Wewe utamlea kweli huyo kwa mapenzi? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea katika jamii yetu, lakini turudi back, let's go back to the drawing chart, the drawing board pale kwa Mungu alipotutengeneza. Turudi huko kwenye misafu, turudi kwenye Quran, turudi kwenye Biblia, turudi kwenye maandiko yetu, turudi kwenye vitu ambavyo ni essential tunavyoviamini ambavyo vimesimamisha jamii kama ilivyo, au kama tusiingize mambo mengine ambayo baadaye yanakuja kutuharibia, kwa sababu hata sisi tunao propagate haya mambo bado mtoto wako akiharibika unajisikia vibaya. Ushoga huu umekuja sasa hivi unaharibu kabisa. Lesbians unaharibu kabisa hayo mambo. Mungu atusaidie. Kuelekea mwisho wa mdahalo wetu, nadhani tulikuwa na muda mzuri sana na nyie, na hapa tunaelekea mwisho, ila pia hatutaki kuacha hivi hivi. Ningependa kila mama yetu aliyekusanyika hapa mbele yenu atoe wazo, maoni au comment kuhusiana na chote kilichozungumziwa siku ya leo. Kwa hiyo tutaanza na mmoja mmoja ili tuweze kumaliza kilichotuleta siku ya leo. Asante sana Janet. Kwa kweli tumekuwa na mdahalo mzuri. Yaani siwezi hata nika summarize yote, lakini ninachoweza kusema ni kwamba vijana mwe na hofu ya Mungu. Msiwe watu wa kuigiza kinachoendelea katika mitandao au kwa jirani yako. Tumeshasema kwamba mjitambue, lakini mwe na misingi katika neno la Mungu. Mkiwa na hofu ya Mungu, Mungu atawasaidia jinsi ya kunavigate katika maisha yenu, na mtakuwa na mahali pa kimbilio. Maana majibu yote hayatakuwa kwa wazazi wako, majibu yote hayatakuwa kwa bosi wako, lakini ukiwa na Mungu, Mungu atakuelekeza jinsi ya kuenenda katika maisha yako na kukupa mafanikio ambayo ni mazuri. Mimi naomba niwaache na hilo. Asante sana Janet. Mimi tu ni wito wangu kwa vijana mabinti kwamba naomba mjivunie kuwa mabinti wa mama watarajiwa, kwamba kuwa mwanamke au kuwa mama ni jambo la kujivunia. Nasema hivyo kwa sababu gani? Mama ndiye anayemleta mtu duniani. Jivunie kwamba umemzaa rais, jivunie kwamba umemzaa jaji, jivunie kwamba umemzaa umemzaa makamu wa rais, jivunie kwamba umemzaa bilionea. Kwa hiyo hebu ibebe hiyo kama moja ya sifa, alafu utaenjoy kuwa mama. Vinginevyo utakuwa umezuia watawala wazuri sana ambao wanaweza wakatoka kwako kwa kukosa hekima ya kwamba wewe sio lazima uwe mama. Lakini inawezekana umembeba rais, umembeba mtumishi wa Mungu mkubwa sana, umembeba daktari ambaye anaweza kaja akaponya roho za watu.
jivunie kuwa mama. Ndio wito wangu nao waachia mabinti zangu. Asante. Asante sana Madam Rose. Namkaribisha Dr. Tumwene. Mimi nashukuru sana kwa na hii nafasi, na mimi ninachoweza kusema ni kwamba najua leo mtakuwa mna post Happy Mother's Day nini, lakini mimi naomba zawadi yako wewe kijana kwa mama yako, fata maelekezo yake. Asante. Asante sana. Mimi naongeza hapo kwa Dr. Tumwine. Kwa kweli hata zawadi nyingine wapeni tu. Yaani ni haki yao. Leo kama unaweza ukamtafutia mama kipapatio, chakula cha tofauti, kama unaweza ukampeleka auti, ukamnunulia kitenge, ukafanya chochote, itapendeza. Lakini pia ninapenda niseme kabisa kwamba mdahalo wetu wa leo umegusia mama. Lakini mama naye hawezi kukamilika bila baba. Yaani mama yupo, lakini na baba ana mchango wake mkubwa. Kwa hiyo tusiwaache wa baba, pia tuwape nafasi yao, tuwaheshimu wa baba, tuwape ile nafasi ya kuwa baba vile vile, na wenyewe wajisikie kwamba wana nafasi. Kwa hiyo watoto wa kiume pia hapo tunawaomba na ninyi mjifunze kwamba mama anakuwa mama, lakini wewe una nafasi kubwa sana ya kumtengeneza kuwa mama mzuri. Kama mama atanyanyasika, kama mama ataonekana si chochote, kama mama hatashukuriwa, kama mama hataonekana mchango wake una maana, basi unaharibu, sio tu unamharibu huyo mama, lakini unaharibu na kizazi pia. Maana mama aliyejeruhiwa ujue na yeye atajeruhi. Nashukuru pia watazamaji wetu kwenye chaneli yetu hii pendwa kabisa YLPT, Youth Liberty and Psychological Transformation. Mimi kama mtangazaji wenu napenda pia kutoa shukrani za dhati kwa mama zetu ambao wamejumuika na sisi siku ya leo. Wamechukua muda wao kutufundisha sisi maana halisi ya hii siku ambao tunapenda kuisherekea. Wengi wenu ambao mlikuwa hamjui sasa mmepata kujua kwa kina kwamba umuhimu wa siku hii ni upi. Nashukuru sana na nawakaribisha tena kwenye mdahalo wetu unaofuata. Asanteni.